Uh, Kwanza tu nianze tu kwa kusema tu ya kwamba napenda kuchukua nafasi hii kuwakumbusha tu kwamba Good Morning Africa, Good Morning East Africa ni kile ambacho bado kipo na kitakuwa kinakuja hewani kama tulivyokuwa tukifanya miaka miwili iliyopita na mpaka mwaka huu wa 2026. Kuna mambo mengi sana yametokea katika nchi yetu ya Tanzania hapo katika East Africa, na kuna mambo mengi sana yanaendelea katika East Africa, South Sudan. Kuna mgogoro wa vita vya wenyewe kwa wenyewe South Sudan, na kuna juhudi zinaendelea za kuwapatanisha makundi mbalimbali, na kiongozi wa chama kikuu cha upinzani na South Sudan na yuko ndani, lakini hatutajikita zaidi huko, bali tutaangalia tu kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Tanzania, Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye tunajua kwamba bado ameshikiliwa ndani na kwa makosa ambayo wengi wanasiasa, wanasheria, wapigania haki, wanaharakati Tanzania wanachukulia kama ni tukio la kisiasa ambalo lilifanywa kwa dhamira ya kumzuia asiende kugombea uchaguzi uliofanyika mwaka 2025 ambao matokeo yake ilikuwa ni fujo, mauaji makubwa ya raia wa Tanzania. Na sasa hivi kuna juhudi zinafanyika nje ya Tanzania. Kwa mfano, bunge la Ulaya kama tulivyosikia jana limepitisha niseme tu ni hatua ya kwanza ya mswada ambao upo katika kamati na unaelekea sasa kwenda kupigiwa kura katika bunge la Ulaya dhidi ya niseme tu sanctions au vikwazo vya kiuchumi ambavyo nchi ya Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia ambayo ilikuwa ikiongoza katika bara la Afrika katika kupigania haki na vile vile uhuru wa nchi za kusini mwa Afrika. Tanzania hii ilikuwa ikiongoza pamoja na Zambia, vile vile na nchi zingine ambazo zilikuja zikapata uhuru, kwa mfano Mozambique, Angola, na zilishirikiana katika kupigana dhidi ya apartheid ambayo ilikuwa ikiendelea katika nchi ya South Africa pamoja na Southwest Africa ambayo sasa hivi inajulikana kama Namibia. Kwa hiyo basi Marekani nayo ambapo sisi ndipo tupo ambapo tunazungumzia masuala haya na kuelimisha wananchi wa Tanzania ni kitu gani wanatakiwa wafanye. American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV tumekuwa katika mstari wa mbele kweli katika kupigania haki za Watanzania, kuwaelimisha na kujaribu kuwashawishi hata wafanya maamuzi katika ile serikali ambayo ni haramu hii. Tunachukulia kwamba wote ni Watanzania na tunajaribu kuengage na kuzungumza nao. Kwa hiyo basi katika wiki hii tuna kama siku 2 au 3 tutaweza kuleta barua hapa ambayo tulimwandikia waziri wa mambo ya nje, na tunataka tujue atatujibu vipi American Swahili News na Swahili Online TV pamoja na Watanzania kwa ujumla, nini mtazamo wake katika hiki kitu ambacho tunakipigania, kuachiliwa kwa Mheshimiwa Tundu Lissu na serikali hii ambayo haramu imejiweka madarakani iondoke kwa hiari, na iwepo serikali ya mpito ambayo itatengeneza katiba pamoja ya mpito vile vile na sheria na kanuni na taratibu za uchaguzi ambazo tunaweza tukafanya uchaguzi wa huru na wa haki hapo Tanzania. Watanzania kura zao ziheshimike na wachague viongozi wanaotaka wao, sio viongozi wa kuwekewa na hiki Chama cha Mapinduzi. Reporting live hapa kutoka Columbia, South Carolina with Dr. Patrick Negula wa American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Peace.